Bana, si mchezo lakini huu ndo uhalisia na ukweli uliopo kwamba mpaka hivi tunavyoongea Lissu anakaribia kumaliza mwaka. Tunaweza tukasema ameshafikisha mwaka toka akamatwe na kuwekwa gerezani kwa kesi ya uchochezi, lakini pia kesi ya uhaini ambayo alikuwa akiendelea nayo huko mahakamani. Sasa ni mwaka sasa umepita mpaka sasa hivi watu wanaona tu vinavyoendelea, lakini ni jinsi gani ambavyo wengi wao wanaumia kwa kile ambacho kinaendelea. Sasa taarifa ambayo ipo inasemekana kwamba Lissu amejaribu kuomba kwamba kesi yake ya uhaini isikilizwe kwa dharura kutokana na kwamba ilishairishwa. Sasa haijaeleweka kwamba itatajwa ni lini tena itasikilizwa, na inasemekana kwamba amefanya hivyo kutokana na hali yake yeye mwenyewe ambayo anapitia kwa sasa hivi huko magerezani, kwa maana ya hali yake ya kiafya. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu amewasilisha maombi katika mahakama ya rufaa akiomba kesi ya uhaini inayomkabili isikilizwe kwa udharura ili apate nafasi ya kukutana na madaktari wake bingwa kwa ajili ya uchunguzi wa afya yake. Akizungumza na Swahili Times, mkurugenzi wa sheria wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambaye anaitwa Gaston Garubindi amesema Lissu anapaswa kukutana na madaktari wake mara kwa mara na sasa afya yake inazidi kuzorota kwa sababu ya ile serious injury ambayo aliipata kipindi kile. Amekuwa na ratiba ya kukutana na madaktari bingwa huko Ubelgiji kila baada ya kipindi fulani, kukutana na madaktari bingwa wanaoangalia maendeleo ya afya yake kwa sababu ya hizo operation alizokuwa amefanyiwa, alieleza Garubindi. Lakini pia aliongeza kuwa ni takribani mwaka mzima kiongozi huyo hajakutana na madaktari wake kwa ajili ya uchunguzi wa afya yake. So sad. So hii ni habari ambayo sidhani kama kuna Mtanzania mzalendo au mtu yoyote ambaye ana utu ndani yake anaweza kaifurahia kwa hiki ambacho kinaendelea kwa kiongozi huyu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ikiwa sasa ni mwaka umepita toka amekamatwa. Lakini pia tunajua hali yake ya kiafya na yote yale ambayo yaliwahi kumkuta kipindi cha nyuma, lakini amekuwa ni mtu ambaye still bado amekuwa stable, anaendelea kupambana na hizi kesi zote ambazo zinakuja juu yake yeye. Sasa inaonekana afya yake inazidi kuenda mlama, na kwa utaratibu ni kwamba ilikuwa amepangiwa ni kila baada ya muda kadhaa au siku kadhaa lazima akutane na hao madaktari ambao wanamsimamia, ambao wanachunguza afya yake. Lakini sasa imekuwa ni tofauti kutokana na kwamba huo muda napewi, kwa sababu ni mtu wa kushinda gerezani, na ukiwa gerezani muda mwingine masharti mengine yanakuwa ni mengi. So hata ye mwenyewe anashindwa ni jinsi gani ambavyo anaweza akatoka ili aweze kukutana na madaktari hao ambao wanaichunguza afya yake. So hili bado linaonekana limekuwa ni gumu. Pia Watanzania wengi ukiwasikia ambao wanaongelea juu ya hili swala, na wenyewe wamekuwa positive sana katika hili kwamba tukiachana na kesi ambazo anazo, lakini pia tutumie ubinadamu na utu, kwamba huyu pia ni binadamu ambaye ana mwili wa nyama na ana damu na anasikia maumivu. So hiki kinachoendelea nice ungefanyika tu ungefanyika ni jinsi gani ambavyo anaweza akasaidiwa ili aweze kutibiwa na kila kitu kikakaa sawa, ili akaweza kupata matibabu alafu akaendelea na hizo kesi ambazo wao wanamshikilia nazo. Sasa
Kidogo nikataka nione maoni ya Watanzania wengine wanasemaje juu ya hii issue ambayo inaendelea mpaka sasa hivi, au juu ya hili andiko au barua ambayo imepelekwa mahakamani kwa ajili ya Lissu. Huyu wa kwanza anaitwa Isaya John, yeye akasema kungekuwa na rais, basi mihimili yote ingewajibika ili kumpa haki mhaini haraka na mapema, lakini nchi hii ina jangili. Kwa maneno yake yeye, sasa namnukuu Isaya John, nchi hii ina jangili, ndio maana haijui haki ni ipi, isipokuwa inaamini mateso ndiyo haki, na ukisalenda utakuwa huru, lakini raia mmeshakubali matokeo, kwa nini mnalalamika? Kwanza mimi nahisi sina hisia kama kuna rais. Ikiwa akili yako inajua kuna nchi hii ina rais, huenda sio timamu. Ninachojua nchi hii haina rais. Hayo ni maoni yake Isaya John. Lakini mwingine anaitwa Daimanyenye. Daimanyenye yeye anasema ukimchukia rais wewe ni mpumbavu. Kati ya wapumbavu fikiria vizuri. Huyo naye ameongea yake. Lakini huyu mwingine ni Daimanyenye mwenyewe akarudi tena akaanza kwa kusema hivi, kweli kijana na akili yako timamu, hata kama unataka mabadiliko ndo yaletwe na Tundu Lissu? Akauliza. Akaendelea kwa kusema nchi gani ya kutawaliwa na taila kama huyo? Yeye ni maneno yake. Akauliza tena mtu asiyejielewa. Ameendelea kwa kusema amesitiliwa mara ngapi na mama, lakini mwisho wa siku kamlipa matusi. Acha apambane na kesi yake, alitafuta mwenyewe, kwani walioko magerezani ni yeye peke yake. Hata akifa atakuwa amekufa mtuhumiwa na wengine tu, wala kama wengine tu, na wala hakuna rais atakayekimbia. Hayo ni mawazo mafupi kama line France kubwa. Kwa nini mpaka sasa yuko gerezani? Hayo ni mawazo yake yeye kama yeye ni mawazo yake. Lakini akaja kujibiwa na Nyuki Kilanga. Yeye akasema we naye si wale vinuka wa mamavi, serikali nzima sijui kama kuna msomi wa kuwa juu ya Lissu, ila nguvu ndo inawalinda, ila kielimu zero. Lakini tukienda chini kuna mwingine anaitwa Anwar Gaz. Yeye anasema Lissu acha kulialia huruma wakati hayo yote uliyataka mwenyewe. Mwingine anaitwa Naomi Julius. Yeye akasema huyu Ali Abdara anayejibu komenti za watu yuko sawa kiafya kweli? Akaulizwa. Kaka kachunguzwe tu. Lakini mwingine anaitwa Johnny Kizimia. Yeye akasema Mungu na kuomba Tanzania ilani sana kwa kumkamata Lissu. Ni maoni yake. Lakini mwingine anaitwa Charles Swadakta. Yeye akasema sikuwa mimi Mungu, ningekuwa mimi Mungu au Yesu ningechukua maamuzi magumu. Wakati mwingine anaitwa Dietrich Patrick. Yeye anasema hakuna mtu namchukia kama huyo rais wenu. Sijui anawaza nini. Kesi yenyewe haiishi mpaka leo. Mtu yupo ndani da. Mungu mlaani alomfunga Lissu afe ghafla tu, mwamba atokee. Hayo ni maoni yake yeye. Lakini mwingine huyu anaitwa Kidubwasha 1. Yeye anasema CCM haina huruma, ingefurahi ukifa gerezani, Mungu huyo nawe. Lakini mwingine anaitwa Diamond Mlagopi. Yeye anasema Samia Lissu akipoteza maisha hapo maabusu, ujue na wewe unakufa katika ya tatu full stop. Hayo ni maoni yake yeye. Hao ni Watanzania ambao wao wanatoa maoni yao. Lakini mwingine anaitwa Frank Imali. Yeye akasema 70% ya Watanganyika ni matahila. Kwa maoni yake yeye, ndio maana yanatawaliwa hadi karne hii, useless people. Hayo ni maoni yake yeye.
Lakini mtu wa mwisho kabisa katika maoni haya, yeye anaitwa Juma Shija. Yeye akasema yote hayo yalikuwa mambo ya kujitakia mwenyewe kwa kutaka umaarufu kwa wafuasi na wanachama wake. Sheria itaamua namna ya usikilizwaji wa kesi yako. Lissu, kuwa mpole, jiulize vipi ungekinukisha kwa 100%, Tanzania ingekuwaje hadi sasa? Lissu, cool down. Kama matibabu hata hapa madaktari bingwa wapo tu, kikubwa haki zako za kijamii zitazingatiwa. Lakini akajibiwa na Bakari Hamisi akasema roho ya urais hiyo sio yako. Lakini mwingine Clement naye pia akamjibu akasema akili zako punguani, ndugu Juma Shija kutoka kanda ya Ziwa. Basi hiyo ilikuwa ndo taarifa ambayo ipo mpaka sasa hivi. Lissu inaonekana anapitia hali mbaya, anahitaji matibabu kwa sababu toka afungwe jela mwaka sasa hivi inaonekana ni mara chache sana amekutana na madaktari hao ambao ndo wamekuwa wakiangalia afya yake. So ameomba kwamba kama inawezekana basi kesi yake iweze kusikilizwa kwa dharura ili aweze kupata matibabu, maana hali yake ya kiafya inadhorota. Sasa tunasubiri kama ombi lake litakubaliwa na kweli tarehe itapangwa kwa ajili ya usikilizwaji wa kesi yake ama wataitupilia mbali. So Watanzania tuendelee kumwombea Lissu, ni Mtanzania mwenzetu, mpambanaji mwenzetu, lakini pia kwa kesi alizonazo ni sawa, lakini pia anatakiwa asikilizwe kama binadamu ambaye pia ana haki zake za kimsingi.